Kristo. Je, utakuwa mshindi zaidi ya kushinda ndani ya Kristo? Turudilie pamoja makutano. Je, utakuwa mshindi katika Kristo? Je, utakuwa mshindi zaidi katika Kristo? Comment devenir plus que vainqueur en Christ? Comment devenir plus que vainqueur en Christ? Peut-être tu étais vainqueur, mais j'aimerais te souhaiter que tu sois plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Paul dit cela. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, l'amour de Dieu nous donne la victoire en victoire. Il n'y aura jamais la victoire sans combat. Il n'y aura jamais le combat sans toutefois avoir les ennemis. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas encore un bon amen. Est-ce qu'on peut dire amen? La répétition des choses vient d'où? Wakati Mungu anambia watoto wa Israeli, sasa mtaingia mu nchi ya ahadi, mtaingia terre promise, muta exterminer, yani mtaua, mtamaliza babita ba pays pote. Kwa sababu mkiacha hata moya, ule moya ndio atakamifanyaka matata muinchi. Amen. Israeli ilikuwa recommandé chuba fikie ma promesse ya Mungu na baishi kile Mungu alibaahidi, bapate Kanana ikue terre promise ya ikue nchi ya ikue urizi wapo. Palikuwa ba géant, palikuwa sete tribu yenye ilidomine mu Kanana. Unasema mena bien? Amen. Inamaanisha kama Mungu hawezi kukupatia kitu kenyewe akina habite na mtu mwingine, akina ukipe na mtu mwingine. Amen. Aieleweka bien. Nasema Mungu hawezi kukupatia Israeli Kanana kwa wakati Kanana Mungu batu bengine au amuna batu bengine. Mungu anampa Kanana Israeli wakati Mungu batu bengine, me Mungu anampatia Israeli Kanana, lakini Mungu amuiba Kanane Israeli. Ila ina amena bien. Amen. Narudilia vizuri. Najua vitatukoroga sana kwa sababu tuna interprete leo. Nasema hivi, Mungu aweze akampatie Israeli Kanana kama mukanana amuna batoto ya Kanana. Paka mkwe ba okipa ya Kanana, Mungu apatianake kitu kenye hakuna okipa. Ifo mkwe okipa, njo ampatie mtoto wake, me kumwaribisha ule okipa haina devoir ya Mungu. Mungu akubauwaka bakanane, ni batoto baisha mekwa rekomande kubauwa. Unaweza sema amena bien? Ina maana kusema hivi, kwamba hakuna kile Mungu anaweza kukupatia katika maisha yako, na hakuna kile 2022 inaleta kwa maisha yako, na hakuna kile Mungu anakupa maisha yako kenye akina na benyebe konakyo avawe. Amen. Mwambie mwenzako tosha kiburi. Tosha kiburi. Yaani kwa kitu kyote kile Mungu anatamani kukupatia katika maisha yako, kuna watu wenyewe konakyo hawataki ukipate. Amen. Sasa Mungu hawezi kukupatia kitu kenye pengine wanataka upate. Mungu atakupa kitu kenye pengine bataki upate, porque wewe ukombane na ukikipata ushindi uwe wako na sifa ziwe zake. Kwa hiyo hakutaikalaka sifa za Mungu kwenye hakuna ushindi wa Mungu, na hakuna ushindi wa Mungu kama hakuna mpiga vita kwa mtoto wa Mungu. Ndio maana kukile ulishinda, kukile kenye ulishinda unakuwa mshindi mwa hakio. Lakini je, utafikia kwa mshindi zaidi? Amen. Tu unaweza kushinda maisha ya kutembea kwa mguu, unapata gari, meujua sema matatizo ya kutembea kwa mguu, utalipa transport 2000 francs kufika mtauni. Lakini ukikuwa na gari, matatizo inakuwa kufika town ifoko na 10 litra karibira. Kwa hiyo vanite de vanite vyote vinaongeza magumu, memubitu vyote Paulo anasema tuko washindi zaidi ya kushinda. Je, utakuwa mshindi zaidi ya kushinda? Haina fasile kupata masomo mkizazi kenye watu hawakusomaka. Haina fasile kuikala mundoa moya mkizazi kia bantu benye balitoka mabukwela tasisi. Haiko fasile ufikie pale unapenda kuwa chupa alikuwa pengine kabla upakue, panalomba ukuwe na hatua.
panalomba ujue ni nani atakufikisha pale. Wakukufikisha ni Mungu. Mungu akufikisha Israeli mkanana, Mungu atembei nabo physiquement. Mungu analeta nguzo ya moto iwaongoze usiku, analeta nguzo ya nini? Ya wingu iwatembeze mchana. Kama wanakatala kufuata nguzo ya wingu, kama wanakatala kufuata nguzo za moto usiku, Israeli haiendi Kanana ingawaje kuna Mungu. Si kama inaeleweka vizuri? Tatizo ya kanisa ya leo na tatizo lako wewe ni nini? Ni kwamba unafikiria utafika mwinchi ya hadi, obia utafikia kwa accomplissement ma promesse, ni vie éternelle, ni enlèvement, ni bile Mungu alikuahidi. Hautabifikia kamwe kama hauna mtu akufuata wingu ya moto usiku, nguzo za moto usiku na wingu mchana. Mungu hayupo kama aufuate wingu yake na ufuate nguzo za moto wake. Wengi wanakatala kusikia nguzo za moto. Ile yenye kutongoza usiku ni Roho Mtakatifu. Na wingu yenye kutongoza mchana ni neno la Mungu lenye kutosha mzambi. Kwa hiyo wengi hawataki neno la Mungu kuitumikia, hawataki kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bafo profete bache kubalanga, bache kumidanganya, bache kumipakala mafuta kwa sexe. Mtu wote anakatala kuongozwa na Mungu, mtu wote anakatala kutembea kadiri ya vile Mungu anataka, ni mtu mwenye aespere victoire na maisha yake. Ndio maana mnabakilia tu kurecevoir ma déclaration. Cette année, la victoire est certaine. Il n'y a pas la victoire sans combat. Et tu ne vaincras jamais dans ton combat lorsque tu ne suis pas les orientations de Dieu. Amen. Tu peux dire un bon amen. Amen. Kwa hiyo Kanana ilikuwa habité. Mungu anatosha Kanana apatia Israeli, meni Kanana ya batu. Frère, unisikie bien. Hakuna kile kitu utakifikia kwa maisha yako kile akikuwa na bengine. Amen. Sasa kiburi ni gani? Hata kama leo utakuwa fashi moja, unakuwa bourgmestre, gouverneur, sijui ministre, sijui nani. Ile nivoto utafika palikuwa bengine, haikuanza bureau, haikuanza gouvernorat, haikuanza sijui kama ni mafonction gani. Haikuanza commune pale wewe unakuwa bourgmestre. Haikuanza gouvernorat pale unakuwa gouverneur. Haikuanza Mkristo pale unakuwa Mkristo. Haikuanza pasteur pale unakuwa pasteur. Bilianza hapa wewe na utapita na wengine batakoyaka. Na kitu ujue ni kufanya devoir yako. Israeli Mungu anabambia fanyeni devoir yenu. Ni kubamaliza mshati hata moja. Amen. Maliza vyote. Njoo kuanguka kwa Saul. Mungu anamwambia uwa Baameleke bot, usiache hata moja. Kumbuka vile walikutendea wakati ulikuwa njiani. Saulo anaenda anaua vyote, anaacha kondoro munene, anaacha mbuzi munene, anaacha ngombe munene wa mafuta wa kunona. Anamwacha na mfalme Agagi, banaanza collaboration, adui ni adui tu. Amen. Saulo anakia mbele ya profete Samuel, anamwambia sasa Mungu wako aishi milele. Kuna sifa zingine za unafiki. Kuna watu wengine wanakutoshia meno za unafiki. Utamjua mtu asiye mnafiki katika maisha yako ni mtu anakuonyesha kwa mema makosa yako pale upo. Ile inamela bien. Amen. Kuna watu wengi hapo kuna wadetache bantu na bantu wakubasaidia. Na wakati wao pekee hapana tayari kubasaidia. Tunaona? Yaani mtu ana amezira kufanya hata siku moja toka asubuhi mpaka 12 kukombea, meko tayari kukudeconnecter na mtu mwanza kufungia 3 jours maisha yako. Amen. Dunia kama ujui inaongozwa na principe moja, hypocrisie. C'est pourquoi on attend wa politiciens pote leo unaona mdunia nzima. Bote vile mnabaona banakuriaka, banacheza, banaongea pembeni. Lakini mwe makarto yao wenyewe wanavitumaka mbalabala. Bongo kweli? Ah? Wewe verifie bien bangapi balitesekea na kufia na kuteswa kwa ajili ya maisha kuachana. Twende ba Mandela, siku ba Lumumba, siku ba nani, mumonde mzima. Angalia batoto yabo ni magouvernement ngapi kunajua kuishi kwapo. Amen. Bana sasa biko nakulia vile baba wao baliachaka. Cette histoire même dans les églises bisha kuingiaka. Utaona ba visionnaire ba mingi sana baliteswa kusimamisha vision ya kitu kia bizarre. Tu communauté bakie inaitwa communauté palikuwa kazi ule mtu wa Mungu alifanya. Akisha kufa utakutana mpaka secrétaire, unakutana mpaka kama ni nani suppléant, kama ni mtu fulani, bana ikala pale bana rejeter bale batoto, bana sahau kusema kama na wewe kesho utapita bako bata rejeter. Principe ya Mungu iko bien.
ni kile utapanda ndio kile utavuna. Kama upende kuvuna bila uko unapanda, kwa hiyo badilisha mbegu ya bila uko unapanda. Amen. Amen. Ile isikiliki vizuri. Amen. 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 Nilikuwa na besoin watu mabipande dans ma vidéo, malheureusement tungana na matatizo ya maappareil, ni shida. Mungu atasaidia tu. Wengi hawaja comprendre. Wengi hawaja comprendre kabisa. Mungu akubariki sana. Amen. Neno la Mungu linasema Mrome chapitre 8 Warumi. Barua ya mtume Paulo kwa Warumi. Inasema hivi. Sura ya 8 mstari yake ya 13. Tunaanzia pa 36. Chapitre 8, 36. C'est là qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Soyez bien d'accord. Mais dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour des vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mpintu biote tuko washindaji zaidi kwa sababu ya ule aliye tupenda. Mapendo ya Mungu kwetu sie inatufanya ile siku tulizaliwa kulikuwa bengi d'ailleurs ba médecin banasema ba biologiste ba scientifique bali compliquer dunia bali banaitroubler bali banaifanya dunia inakuwa tebeana na kichwa. Banasema hivi spermatozoid mkuu moja kama inamwanguka spermatozoid moja. Wengine wanasema mutafiti wao muko mbegu ile spermatozoide mkuu moja muko mbegu ya batoto à peu près 2000. Wengine wanasema 100 millions parce que science tu ni confusion, tu ni vitu vya bantu vile wanavifikiria mwakili yapo. Sasa tuwewe kwa mbele 2000. Mwa ile 2000 yenye wao ulipasha kuwa amu. Wengine wanasema 100,000, wengine 100 millions shikatala. Mena mwa ile mbegu moja yenye ilifanya wewe kwa mtu. C'est-à-dire bali eliminer ngine yote, mwile kama ni 100 millions, mwile kama ni 2000, wewe utoke ama wewe moja ufike kuwa mtu. Ni mapendo ya kwanza ya Mungu. Unanyelewa? Kwa hiyo kuna watu wenyewe wanakutana katika maisha yao hawajui mapendo ya Mungu. Auombake au fungaki. Haujuanga hata wanaenda kukanisa. Ukilewa pombe ushiku, unafika fashiko shimu, mapendo ya Mungu inakuya kwa mlevi, mlevi kwa unatoka, hata hapa peko terasier, hapa peko shimu, anatambuka kwa shimu, mlevi kwa unatoka, kisha kutambuka shimu, mlevi unarudia tena, njoo kwa nenda analemba. Amen. Mwende mlevi unalala na inchi. Kwenye Mungu angelifuata mai na kuya ya mvula, inaingia mampua na mukinywa ile saa unalala mlevi, ile siku Mungu anaishisha tumvula tuloko. Tusianguke mvula mnenjo isikubebe wewe, kukutupa mumau usikufwe. Kisha unasema mimi niko nakunywa pombe, tu Mungu anipende niko nateswa ingrat. Tu ne comprends pas que l'amour de Dieu tu inakufanya wewe kuomba huyu wake. Mkizazi cha balozi, meoko nazala watoto wanasimama. Mapendo ya Mungu. Biblia inasema mbitu byote iwe njala kifo. Tuko washindaji zaidi ya kushinda kwetu kwa yeye aliyetupenda. C'est pourquoi David anasema avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis par son amour. Unajua mwanadamu anatembea na distance wakati anakoseana na mtu. Narudilia tena. Mwanadamu akikosana na mwanadamu
yeye mwanadamu anakuwa anatembea na distance na mwanadamu. Tukale naye mbali, juu kesho tusikosane tena. Lakini Mungu wewe unapomkosea Mungu anatembea na misericordia. Mungu anatembea na huruma. Huruma ya Mungu haikuweki mdistance naye. Inakukokota tena puke utengeneze maisha yako, akubebe. Na comprendre que Judas bien qu'il alimuuzisha Yesu, mais lakini Yesu anakufa kumsalaba juu kumkombola Judas alimuuzisha. C'est pourquoi wakati Judas anakuya comme ennemi kumtoa Yesu, ole Yesu amwite ennemi, fanya kile ulifuata. Mais Yesu anamwambia Judas kwa mapendo ya kimungu, sasa rafiki, umemtoa mwana watu kwa kumbusu rafiki. Amen. Kuna wengi unaowaita marafiki ni manafiki, na kuna wengi unaowaita maadui kumbe ndio marafiki. Maana adui ni mzuri sana kuliko mnafiki. Si inaeleweka hiyo? Unajua adui uzuri wake wa kwanza anakusukuma sana umjue Mungu. Chumu loza kia kukuloka bushiku, kesho utafunga 3 jours na ulikuwa unaomba je ushindi, unapata zawadi ya kutabiri. Tabike munafiki unaweza kufunga 70 jours, mesiku unarudia kunyuma na kuletea maneno ya bongo, upako unakutoka. Kwa hiyo kati ya adui na mnafiki, eri niishi na adui. Kwa maana adui ananisaidia kia kwanza nitafute Mungu, kia pili anitosha distraction, kia tatu amenisukuma sana kwenda mbali, kwenda sana na Mungu, maana anajua bila Mungu ataniweza. Ya mwisho zaidi adui ananipatia ushindi, na pasipo ushindi hakuna mbingu nitaishi. Ndio maana Biblia inasema Apokalipse ni wanani wale, Biblia inasema ni wale walioshinda. Kwa hiyo kama utashinda bongo msharati buizi, babona baba yaacha mbingu auingi, kwa sababu mbingu ni ya washindi. Amen. Au yaleta amen ya bien. Amen. Au yasema amen ya bien. Amen. Mbingu vyote tuko washindi zaidi. Mbingu vyote tuko washindi. Dans toutes les choses nous sommes plus que vainqueurs. Comment devenir plus que vainqueur? Aina vya mamimbo. Mimi aroki utasipendake ile mafundisho moya yenye kusema siroga ya mahistoire. Tuko washindi mwa Yesu. No. Koma utakuwa mshindi ndani ya Yesu, haina bila kuwazee. Chukurithi Kanana au Kanana ikuwe urithi wako, muahadi ya Mungu ikuwe promesse yako wewe na itakompli. Mungu atakupatia Kanana ya Kanana, Mungu ba Kanana Mungu atakupatia Kanana ya Kanana, Mungu ba nani? Mebukomvi ni bwako. Wewe ndio utabaisha, wewe ndio utakombana. Yeke yake ni kukupatia ushindi kama wewe unakombana. Ushakona kama Mungu anampigania mwenye nguvu. Hata vile uko pale wewe unaweza kusema kama kakako tuko na nguvu ya kiapie. Mimi nakumbuka kashukuma miaka inapita tungali bapagani. Sasa tulikuwa tunacheza kasi michezo yetu, tulikuwa tunacheza mangumi. Hapana mangumi ya boxing, no. Ya makolere tu. Yeye wana mtu busui, watania subi tushapigana ba ndio tukatafuta ugomvi. Ile sasa tuko tunaishi njoo ilikuwa mouvement yetu kule kwetu, donc c'était ça. Donc à part force de frappe abata kuitaka vie. Na ile kitu kilikata mfamilia yetu tuko batoto 33 na ba mingi ni banaume. Na niko parmi ba premier banaume. Mais kwetu abakuiti kaka kama una na nguvu ya kunipiga. Njoo principe ilikuwa nyumbani. Yaani kama hauna na nguvu ya kumpiga akuiti kaka. Sasa kila mtu alijitahidi sasa awe na nguvu juu aitwe nani? Kaka. Hakuna heshima ya bure. Heshima yote ina gharama yake, ina nguvu ya kutumia puke uifikie. Wengi wanangoya wapande kubilima, wapatie ushindi mavita zao. Wengi wanangoya wakatafutie mafuta kunigeria ya ulozi puke boma pepo ibatoke. Hiyo sio kanisa. Kanisa la Mungu ni kanisa la kumfundisha mtu kujua kumtafuta Mungu. Munatembea na mafuta ya upako. Mbele ya kulala uimwange pa balabala. Ungali unaipata mafuta upako juu ungali na mafuta ya kuuza. Kuna wakati utagonjwa unakosa mafuta ya kuuza mafuta upako, ndio utaiona kama ni mtumishi ule unaishi naye. Amen. Amen. Hakuna ushindi wa bure. Panaomba kujua nini unatakiwa kuifanya ili upate kuwa mshindi. Kama leo kizazi chako au maisha yako uko unachuruza vitu viendeke, wewe una wa kwanza. Beko bengi walichuruzaka bikuendeka, wengine wakaenda kukata na makala sababu mambo haikuendelea, na leo wanaanza kubaita. Nina mtu mmoja walikuwa wanampatia jina ya Kasangala.
Wale watu wako naishi kueste kule Uvira sijui wapi. Mungu awabariki. Bana muita Kasangara. Siku moja mimi nafika kueste à l'époque mu evangelisation nilikuwa napita Burundi, Rwanda sijui nilikuwa naenda Bukavu, Goma sijui wapi kule kote. Sasa nauliza nafika Uvira kabla niingie Bujumbura. Bana niambia sema ifashi ya boss na Kasangara aliuza ifashi. Pesa Kasangara anatoka Mtanganyika anakuwa anauza mbango. Asema hapana ni boss mwa mwivi. Boss Kasangara sema je nilifikia Kasangara sema alikuwa angali katika madhaifu. Kuweza atuwezaje wakati tuko kwenye nguvu. Tunaweza wakati tuko kwenye madhaifu. Kwa hiyo wakati wenyewe unajua kushere $100, usifikirie kwa kupatia $10 kwa utaishere utakufa utakula mazimu. Utaenda kujimwanga mbrogo. Unasikia bien? Au jimetrize tu jua pièce ya kikwembe hii ya real. Bakia kukupatia sasa waksi. Au wanakupatia baadhi ya $500. Ile siku patakuloka juu utaita na kumukini. Na hivi ukiama reseaux sociaux, utaona tu ni photo deja kuweka pale maombi hauna. Hatuwezi wakati tunapokuwa na nguvu, tunaweza wakati tuko madhaifu. Ndio maana hata kama David ataua Goliath na anakata kichwa cha Goliath, bado watashangilia ushindi aina David. Juu David kuna mchoko wa vita. Bado watashangilia ushindi bali David alikumbania ni Israel. Wanamke ndio waliingia na michezo, wanaanza kushangilia ushindi, wanasema tumeshinda. Tumeshinda mekuvita makwenda. Kuanzia profete, apotre, docteur, chef bote tuko banamuke mu Israeli parce que wakati Goliath alisimama alilomba mwanaume. Saulo dirija alikuwa mwanamke. Anasema nilete tu mwanaume mmoja tupigane naye. Israeli nzima kulikuwa mwanaume, kulikuwa tu banamuke. Saulo anasema tatafuta nani ataenda kunipigania na kunioa Mfilistini. Nitampatia kipande cha ufalme. Na nitampatia mtoto wangu mwanamke. Sauli anaikala na chunga anaangalia sasa tampata wapi? Ule atanipigania. David mchunga kondoo, David bon berger. Alikuwa anachunga kondoo, alijua vile aliua simba, aliua nini? Use. Neno la Mungu linasema akaja akampiga Mfilistini, akamkata na upanga wake. Hata bubaya bupande che, Yesu atabushinda bubaya ndani ya bubaya wa shetani. Jomana shetani na créer réseaux sociaux juu ya kusema atatrope watoto ba mtu unaingiza evangeli na Facebook, mu YouTube, mu sponsorize evangeli mu afasi yote parce que ni upanga wa Goliath utamkata kichwa kia Goliath. Yaani ni bila shetani analeta tutaangusha na ndio dhambi. Kama analeta bulozi juu ya kusema aangushe. Kwa hiyo tunaingia mbifungo mu maombi juu ya kuangusha. Na akileta réseaux sociaux basi na sina ko tutaitiliser paka réseaux sociaux to évangéliser. Mais ouais, mon réseaux sociaux malheureusement bakichambula président de la République pale ndio unaposte. Bakichambula myomba yako pale ndio unaposte. Ukiwa na probleme na mtu tu unatafuta kale ka video kama katamurepondre. Na pale watu walikana ile makili ya vile angwana angalia tu kumastatia benzake bote. Akiona tu kustativa na posta kitu fulani. Sasa vile yeye mwakili yake anaposta katuma vitu vya kujibu watu. Ataona ile yote wanaposta kustatini yeye anamjibia. Bongo kweli. Sasa unachukutana ungali unatumikisha réseaux sociaux vibaya. Objectif ya Satan kucreer vile vitu vyote c'est pour kuangusha vie spirituelle. Kwa maana mu réseaux sociaux wakuhubiri enlèvement, wakuhubiri message kama na hii, hana na nombre ya mavi. Mewakuvula mangu ya kutembea bunchi na kaka yake. Hapa pa sasa atakuwa na 1 million de vies. Parce que ni bitu liko créé kwa ajili ya kudestabiliser. Mais vipande vishuke ni kwa mpanga wa Goliath, Goliath atakatwa kichwa. Tunaweza sema amen na bien. Kwa hiyo watoto wa Mungu na wa Kristo tunaingia kwenye réseaux sociaux ni tusukume mahubiri. Amen. Tunaingia kwenye réseaux sociaux tujiabone kuwahubiri wenye kuhubiri evangeli ya kweli. Tuwasoutenir l'évangile. Pour que yende kumbele malheureusement vous pouvez croire, tunaweza kuimaginer vile tuko hapa shebote. Pouvez-vous croire frère wakati ambapo tunakutana mtu sasa vile mimi hapa. Je suis appelé dans beaucoup de groupes. Téléphone yangu cha kuplanter basi ma groupe inapita bwingi. Et chaque groupe qui m'appelle ni kuniita nilisikia niko na ubiri
niko nafundisha huyo tufundishe na sio wa maana kwetu. Ukiposte video au lie mule, unaweza kujikutana huko na magrupu inafika hata 6000 personnes. Unaweza lancer video inafanya hata 1 mois ikingaliko na 100 vues. Ina maana kusema kwamba ile mmoja wote wenye kwa hapa hata kwamba ilikuwa kuifuata hamvipataki. Alama yoi. Unaweza kujikutana mtu eko na 1 million d'abonnés, lakini anaweka video inafanya inane iko na 50000 vues. Bongo kweli. Sasa mule million yote ni babone, lakini hawafuataki vile vitu. Pourquoi parce que tuko mudunia ya kuchukia lio njema kuambatana lilo nini mbaya. Ndio maana ukifanya 10 vibaya, vizuri 10, nefu tunafanya 9. Sio bidisa. Binefu bizuri mekimwa kibaya. Watu watabeba vile binefu bile, bana kupatia abio. Bana biharibisha. Bana baki kile kimoya kile. Ndio wanabeba binefu byako bana kurudishia. Bongo kweli. Ni bongo ni kweli. Kweli. Beko bengi walikuwa wapasteur watu wanaita daddy, papa tusa. Na bapasteur walifunima ifo wanafika fashion yebeko. Kisha bako kufa watoto wao kuteswa. Weko wengi wa pasteur wenyewe walikutana wanaveye kuomba juu upate. Kisha Mungu alibeba watoto wenu kwa masomo. Watoto wao wanafukuzaka. Pourquoi? Parce que vous contribuez aussi à l'œuvre du diable. Vous n'êtes pas là pour encourager les bonnes choses. Mais dans toutes les choses. Ata mareta, ata batoto kufukuzwa kwa masomo. Hata kama abaangaliliwa watumishi ya Mungu, na watoto wao wanapata malisansi sabini. Amina. Tunasema amena bien. Amen. Ile na amena bien. Tunasema amena bien. Amen. Jomano unaweza kukutana mtu anaweza kuwa na Kristo, beba anapenda sana pasteur ba visiter sana. Tangia nilifanya kwa mbele report de moi, juu ya kutumika kwa draw, kuma radio, kuma television, mu réseaux sociaux, kanisa. Nikaanza sikia kichwa kinaanza kuuma. Sasa baraza inasema baba pumzike tungana wewe besoin. Mimi nasema kumbe ni supprimer kwa bingine biote pendant 2 mois. Nombre ya mapele niko napata par jour ya mamenance. Baba tukusikii tena. Si hapa make injili hatusikii tena. Sisi tunakuwa na njala parole ba auditeur ko banaita. Mais mubale bote ko banaita. Au utapata batano wanalipa ile maemission. Leo nakutuma ndo kahubiri. Mewote utalipa emission na wewe utahubiri. Tuna mapendo, hatuna mapendo. Mapendo yanabaki na nani? Mungu peke yake. Ndio maana kwa mapendo ya Mungu tunakuwa plus que vainqueur. Ile na amena pia. Amen. Ya makofi na vigelegele dunia isikie. Sikia tu vigelegele vyako na makofi. Mungu akubariki sana. Haleluya. Amen. Amen. Sikiliza. Dans toutes les choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comment devenir plus que vainqueur? Ndio teme yetu. Je, tutakuwa washindi zaidi? Je, tutakuwa washindi zaidi? Sio na maana yake. Ushindi wetu Paulo anasema hapa. Anasema car j'ai l'assurance que ni la mort. Anarudia tena anasema ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes. Ushindi wetu kwa mbiote, kushinda dhambi, kushinda ubaya, kushinda maneno, kushinda makritike, kushinda kila kitu. Amen. Tukibishinda vile vitu vyote, tunakuwa plus que vainqueur. C'est-à-dire, mtu atakuwa plus que vainqueur kwa wakati atakuwa vainqueur. Amen. Mbele kwa vainqueur, ndio utakuwa plus que vainqueur. Tuko ba vainqueur wa kwanza, tuko ba shindi wa kwanza. Ni pale tunaishinda dunia. Amen. Unashinda bongo, usharati, buizi, zambi. Hapana lutuku luko na kununga, dans d'autres choses sont plus que vainqueur. Wewe lutuku, wewe mlevi. Mwenye kulala wika mulala na nini na biatu kumikulu. Uko vainqueur kunini wewe bibi wa bantu, njoo bako baba bibi wao kuitembea kanapo. Uko vainqueur kunini kwa wakati babona babantu yaacha na kitambala kukichwa. Amen. Masero unaimba bien lakini mundumba. Unaona wengine watu wanawaza sana ni dance kumbe ni kutongoza basi. Amen.
Ona mtu analimbula miraba ya kaleso yako inaonekana. Utenda ukaimbie Mungu kwa wakati kwa mbele haujavala. Niliniambia kusema kama ndumba wa kanisa anakuwa mchafu sana kuliko ndumba wa nje ya kanisa. Mtu kama na bien. Amen. Unaona dada mzima, unaona bibi kule kwa sababu mtu mwari chezaka kabumu mazembe. Kafiere kwa sababu mtu alikuwa fuzaka bimbuka. Sasa unaona kashipoka ile kana vala, hii msiko hamna tena system ya mabini jipe. Mungu amebariki sana. Juu mnakuwa msystem ya jipe mrefu na msharati. Jipe mrefu, msharati mrefu. Jipe mrefu, bongo mrefu. Sasa ile jipe mrefu ile inakuwa na role tu ni moja. Kabla ya kuuza ile jipe faut faire quoi? Mbele ya kuuza jipe unaona mama dada anaingia kwa mbele musoko muleko na pima kama iko na elastiki. Amen. Ndio unaona jipe kwa sababu mkono wangu yenyewe kuna uzaita kwa eneo iko na elastiki. Pale tekala join na mdesine yeye wote. Zamani tulikuwa tunaona gani madessin ya vile kukatolika pale kwa tufundisha anatomy. Leo ile hadisi anatomisha kuisha kwa école primaire, juu anatombe kwa banaiona deja mabalabala na makanisa batoto. Amuna pamoja na mimi Amen. Amen. Kanisa tuseme amen. Amen. Mnanyacha? Amen. Sio kweli. Dans toutes les choses nous sommes plus que vainqueurs. Wewe uliweza kwa mbele kumkatala ule dada. Ule dada uliweza kumkatala? Amen. Kiburi, usha kushinda? Unasikia tu mtu anasema, "Shit kuna komana diable." Kiburi tu hiki kiburi au yaweze kukishinda. Njoo diable kama hivi. Utoto ba frère ba mingi hapa. Atoko na mono. Ya wewe kuma. Ya chunga tu mkwani si tu kulala. Njoo to. Jana niona napita. Mimi naanza kwa watumishi wangu kwa mafungo maombi. Mimi nakuja hapa. Nafika hapa mimi natoka, mimi nawasha 100 metre. Naanza yenda kotea Zambia. Nakuta baba mtumishi hapa. Beko quelque part pale. Réale na kabe kuma décimo mais sasa huyo eko mjeune de prière hapa iko na jiconcentre na nini? Ni paka mwingi bwa nilikuwa 4 jours, nilikuwa 5 jours, nilikuwa 6 jours nini? Kia spécial. Ukiengana mkubana langa panda 50 jours tutaifunga ile lugha yetu isiki. Kumwambia tu Mungu Baba funga wewe ulisema kitu tutafunga duniani mbinguni kitafanya kitafungwa. Les aventuriers. Dans toutes les choses nous sommes plus que vainqueurs. Pale Bwana alikukwazaka kwa mbele. Ushakuvumiliaka? Mumiti yote kwa shindi zaidi. We bongo tu bongo. Au yashinda. Njoo demo taweza. Mais mbona mwana imba mambo demo arrête-toi on de Jésus. Wote arrêter demo wakati kwa mbele bongo to kuarete mulomo wako au arrêter jo kukosea watu adabu. C'est que tu ne deviendras jamais ou soit hautakafikia hata siku moja plus que vainqueur wakati unakuwa vainqueur. Ndio kuna problem pale. Kama unakuwa plus que vainqueur, unakuwa mtu ko yulu, unapasha kudominer. Kanisa tuseme amen. Amen. Unakuwa na possibilité ya kudominer parce que Paul anasema lorsque nous sommes plus que vainqueurs, anasema tuko mubintu vyote nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs munini? Tunakuwa na feme assurance mukifo mu domination. Ce qui tunaidominer na wenye domination. Amen. Amen. Muimbaji, pastor, mukristo meko mkazi ya kuchongea watu. Kazi yake yetu ni ya kuchongea watu. Wao niko mservice ya kuchongea watu. Fulani alisema hivi, fulani alisema hivi, beko anabaua. Kisha boko baua ndio tekana mafashao. Unapo watu wengine wanaweza hivi. Kama akimchukia mtu sana,
Kama yeye anamchukia mtu sana au anachukia kuishi kwa mtu sana, ni sawa vile yule mtu ndio anamwambia maisha iko bie sana kama unaikomprehend kwa yako unaishi. Na ukikomprehend yako unaishi, hauna nataa ya kuingia maisha mengine. Uko nataa ya kusaidiana na pengine mu maisha. Chumo maisha hakuna mwenye kusaidia na hakuna mwenye kusaidiwa. Narudia tena gaeni. Nasema mu maisha hakuna mwenye kusaidia na hakuna mwenye kusaidiwa. Sote tunasaidiwa na Mungu. Amen. Ha? Amen. Kama wewe mama unasema no, mimi niko nanisaidia. Na wewe nako mama yako bali msaidiaka. Kama mtoto na mama yako anakusaidia juu nilikuzala, na wewe bali kuzalaka. Amen. Yaani ukitosha mavi na wewe bali kutoshaka. Amen. Ukikabulia mtu mukali, wewe kuzalikaka nyee na mukali, ulikulia kwa watu mbele. Yaani hakuna mwenye kusaidia wala mwenye kusaidiwa. Tunamsaidizi tu ni mmoja, Mungu kuonesha. Ndio maana tukirudia mjardin de Dieu, Mungu anasema akamfanyia Adamu saidia. Paske msaidizi ni Roho Mtakatifu na msaidia ni mwanamke. Msaidizi ni Roho Mtakatifu aliye Mungu, msaidia ni imani katika Kristo. Amen. Véritable œuvre c'est la foi en Christ. Kile kinatusaidia beaucoup plus kutosha pepo c'est la foi en Christ. Bali mko nje ya Kristo, hapana uwezo kutosha pepo. Bali mko nje ya Kristo, hapana uwezo kuimba na upako. Amen. Tulimba nyimbo dimanche ya show repetition. Amkona mambo yanaweza kutoka watu Amen. Amen. Ya show nini? Repetition. Hata badala ya kutoka kukonsantre na kila siku maveye kuomba kukesha, kuimba usiku mchana. Kama mama mikrofoni yako wanaimba, vous sentez. Sasa unaona watu munyumba Bushiku wote kupaka na rapport, unaona mama kama ya kushimanga bila mwisha, anakuwa anapelekea rapport tena watu wake behali zala. Amen. Mimi mtoto wako entre mimi na yeye, mwa atabakia mwa nyumba. Nishafika mwisho juma mambo ya mtoto. Nikimtuma kolope, maana yake kuna kolopa ni journée mzima. Nikimtuma pange biti, nikimtuma kutilia chakula, yeye mtoto ni devoir yake. Ni kukusaidia juu na wewe ulisaidiwaka. Amen. Na yeye alisaidiwaka. Kupangia Bwana manguo haina devoir ya fie wako wala bono. Kumpikia Bwana haina devoir ya bono. Ni devoir yako wewe. Ikilungula nguo usiseme ni mtoto alilunguza, sema mimi ndio nilunguza juu niko mvivu. Hakuna rais nilimpenda na napenda leadership yake sana sana Magufuli. Amen. Anaita watu wake anawaambia mzungu anakuya bali ba kufanya sensibilisation watu bafunge buzazi basi zale ovyo. Nilitelecharger ile video kabla niseme. Mzungu yuko pale, Magufuli anasema niko biengine tutaitika bingine tunakatala. Niko contre hivi vitu vya tufunge buzazi. Probleme ya bantu kulimite buzazi ni mateso. Anza fanyeni kazi ukiwa na pesa utakuwa lazima watoto. Ba miliardera wote unasikia mdunia. Utasikia kuna watoto bade kwa ule bibi. Hata Trump ule walisema kama una watoto kali mtoto mmoja ni bangapi. Kwa bibi ule, kuna watoto wengi ba nje makubwa. Unasikia mzuri eh? Hata wewe wanasemaka kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bale wanaimbaka kwa show instrument. Bale baba babu wakuvala makanju. Shimona bona bale papa mabage mbili kudroite na kushoto. Shimona bona bale papa. Basho kuoa enda kukupatia wewe mashauri mbukweli. Yeye shikala na bibi tu ale bibi ana troublaka. Tafuta bapaseme kwa na bibi batakwambia sema ndio batakushauria sadada. Bwana, bibi wanakalana hivi. Yeye ule papa ni katala na vala na nkanjo katala kuoa. Mimi watoto baba tu abaachi makartie. Bengi ndio watoto masiteu. Ule mtoto mwa unasikia kwa namuita Xavier ni wanazini ule mese nani mese labe. Hatuna pamoja. Amen. Bon appétit. Merci. Sikiliza nikwambie kitu. Kwa wakati mtu unajua jambo lolote lenye utashindwa nalo, utakuwa mtumwa wa halo. Magufuli anasema
watu tufanye kazi. Kila mtu afanye nini? Kazi. Kama kila mtu akifanya kazi kunaisha. Chumu kazi ukipata pesa, watu tutakuwa 30, tutakuwa na 30 vehicle, uko avantage mu quartier. Ule papa ana 30 vehicle. Msimchezee. Tu kila mtoto ana vehicle yake. Sasa kaleta mfano wa nchi moja, najua kuitana mimi ngeritaya, siyui. Asema walifunga buzazi wanza kuzala bawili. Baada kujiretrouver après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Mukini munakuwa tu ni ba papa bali ba vieux bazee. Cho bana wakia bale ba kipapa papa ba vieux babiana bana wakia ba kolokotesha. Babiana nao wapende kuishi bale mainchi yeko bazee juu beko na tu ni bulozi kwingine huko. Baada kuna mapei ingine ile inchi après 50 ans itabakia 2 heures itabakia wazi baruzu bazungu na milanda. Amen. Unanisikia? Amen. Ona huko bengi benye bazazi yabo balishindwa tu na papa mmoja tulimsika mgolfe. Familia yake ikatala kuya mkakonflia wakati papa ngale mzima. Bana katala pia kumzika. Bongo kweli. Ule papa niziko na watoto yake. Na watoto yake. Na kanisa yake. Na parke. Amen. Itika amen ya bien. Unasikia dada? Sasa wewe Mungu anakupatia watoto, baba anakuambia uwa. Njoo ya nini? Basi ukizala mingi sana, wewe utazala mingi uyazi dunia wewe. Batoshe kwa mbele kalkile ya kutosha batasa basikueko. Batoshe makalkile, batoshe mapratike batasa bazale. Jumeko bengi benye kukufa bila kuzala. Amina. Sateko napenda installer system. Na ile system shetani anapenda kuinstaller. Ni hii system ya mtu akikata dawa, banampatia condition sala. Asisalake. Sasa ile system anapenda iimpose mubatu na baba kuli mubyake. Batoto wa Mungu mtatikere maneno. Alléluia. Dans toutes les choses nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs ungana vala capote. Plus que vainqueurs kunini? Uko natosha mimba. Plus que vainqueurs kunini? Kunini? Utakuwa plus que vainqueur wakati uko vainqueur. Na tuko ba vainqueur pale tunashinda dhambi. Kwa maana neema ya Golgotha haitufanyi sana kushinda dhambi, inatusukuma sana tuache dhambi. Amen. Amen. Si kama nieleweka? Amen. Narudia tena. Neema ya mbingu, neema ya Golgotha haitusukumi sana. Oh Mungu wa Israeli. Hii maneno yalikuwa mazuri zaidi. Neema ya Golgotha itusukumi sana sisi kuacha dhambi. Alituachishi dhambi, lakini inatusukuma sisi kubamba msimamo wa kuacha nini? Dhambi. Ndio maana Mungu na neema yake na rehema yake anamwambia Kaye, naona dhambi iko napika hodi kumulango wako. Kisha Mungu akasema kushindia. Mungu akasema fanya nguvu uishinde. Amen. Fanya nguvu fanya nini? Fanya nguvu uishinde, usifungule mulango. Fanya nguvu uishinde. Kuacha pombe ni kudeside, kuacha babwana babantu ni kudeside, kuacha bulevi ni kudeside. Neema inakusukuma wewe mu viwango vya kusahau dhambi. Haikuachishi dhambi. Ndio maana wengi na neema wanadumu katika dhambi, wakifikiri kama neema ndio mfuto wa dhambi. Pongo. Nina somo langu mwacha kuendelea, nasema Mungu akinipermettre dimanche, dimanche tazungumzia thème yangu inasema qu'est-ce qui viendra après l'enlèvement de l'église sur la terre. Pale tunaanza na Apocalypse. Ouverture à cette sceau. Mungu apewe sifa. Amen. L'ouverture de cette sceau. Sasa nina somo moja Mungu alinipatia inasema la grâce est trompeuse. Comment la grâce est trompeuse? Tutaongelea kwa neema ya wapi? Ya wapi? Amen. Amen. Unisikie bien? Unisikie bien? Malaika anamkuia Maria, anamwambia Maria, umejaliwa neema. Umejaliwa? Neema.
utazala mtoto mwanaume, ataitwa Yesu. Vile alipata mimba kwa neema, si ndio ile mimba haikikala mtumbo. Neema sikamfanya tu Maria kwa tembea katulo wake mtoto yuko kumkongo ana mtumbo. Alisikia machungu, sababu vile bana mke wote wanashikia. Kama ni bulongo na alipasha kubukulia mpaka vile bengine wanabukulia. Na pakuzala, unyame mtu mwenyewe kwa kufika kwa maternité biliko nguvu. Bana ngaya tu fashe nyoko karibu anaenda kuzala. Chika na leo kabia. Mtoto alimpata kunema lakini douleur alipata. Biote ni wanamke wanafanyaka na hivi nimufikia sofa alibaki kwa vierge. Sasa objectif ya neema wakati mtu anadecide ameacha kuacha dhambi ni kuitika kusufiri. Amen. Kuacha kiburi ni kuitika kuonewa, ni kuitika kuonewa. Kuacha vitu vya kujipandisha ni kuitika kudharaulika. Wewe ungali unachunga heshima yako na hutaachaka kiburi. Sababu kuna watu wengine wenye hawajaona ile heshima yako kwa ya maana. Usifikirie vile wanakuheshimia kama familia yako ndio mbalabala watu watu watakuheshimia. Usifikirie kwamba vile wanaheshimia kwa bibi yako, banamke wote mkanisa watakuheshimia bibi yako wanakuheshimia kabongo. Jumu kitanda ni yetu bibi yako njoo mwenyewe mnaonanaka. Hao wengine wote bakuonake kwa vile huko. Kwa hiyo comprendre que Kristo ni kuitika kushuka. Nilifundisha jana baba mama tulikuwa nabo hapa. Nilifundisha nini? Les trois priorités d'une femme chrétienne. Ma priorité tatu ya mwanamke wa Kikristo. Nikaonesha tofauti iko katikati ya wanawake. Mwanamke wanamvula kaleso, au profeta wanamtosha kaleso ya rush. Profeta anaenda kuweka kwa mikono na mafuta. Ana mwanamke sawa wewe kuokoka. Aliyeokoka na neno la Mungu haitiki kuvoma nguo yake juu ya mshenzi moja hivi. Alitoka na mafuta yake kubulozi. Na ile aibu inakuja inaingilia wachungaji wote. Shetani anafanya vile vitu juu msikie boka msifuate watumishi wa Mungu, sikia maneno ya Mungu. Ukiona fashi kule mapratika vile achana ni fashi ya shetani. Yesu alisema mtabatambua kwa matendo. Kulisha? Ile na amen abia. Amen. Silombi sadaka nasema mpatie Yesu amen ya nguvu. Nimalizie. Nasema kia kwanza kuwa mshindi inatakiwa ufanye nini? Kuacha dhambi. Tunaposhinda dhambi tunaishinda dunia, tunakuwa washindi. Sasa kwa kuwa mshindi zaidi, je, utafikia kuwa mshindi zaidi? Comment devenir maintenant plus que vainqueur? Entrer en Christ, c'est une victoire pour nous. Unajua kwa mtu kwa Mkristo amekwisha kushinda busharati, mumbalaka, buizi, matendo mbaya tulishinda vile vitu vyote, ndio tunaitwa Wakristo. Watu walikuwa zamani watenda dhambi, wanazaliwa mara pili kwa neno la Mungu, wameisahau machafuko ya dunia, ugomvi, mabintu yote batukabiacha. Ndio sasa mwa hivi mnatuonea kama tulikuwa na makofi kumishinda. Nilimuuliza kapteni moja, namwambia wewe kwa mbele dunia shakufanya kimoya kwa historia ile tubasha kurelataza huyu alifanya kitu fulani kini. Meshia tuko na mahistoire ile yetu shakufanya. Lakini juu ya Yesu Mkristo tunasahau ile mambo yote. Ndio nataka unatokana Apollo anasema tunasi. Mtu anakudharau kesho anajibembeleza. Yaani ni Ukristo ni kuitika kuonewa. Au jaitika kuonewa au ya kwa brize. Au jaitika kudharaulika au utaishi mheshima, akuikalaki heshima sio dharau. Amen. Ni ukiishi mdharau kama unakuwa unadharaulika sana, unajua sana unakuwa tayari kuheshimika. Amen. Nipe leta amen ya bien. Amen. Unasikia? Kama unaona vita na komala sana, uweza unataka kupiganiwa. Kwa hiyo ni David alishinda. Ni David aliua Goliath, ni Israeli ilicheza. Ni Yesu alishinda Goligota, si ndio tuko tunatembea ndani ya ushindi. Kwa hiyo tutaufikia huo ushindi tunapomwamini Yesu, tunaacha dhambi. Amina. Kama unamwamini Yesu unaacha dhambi unakuwa mshindi. Je, sasa utakuwa mshindi zaidi? Unajua mulozi akiingia mulozi anapenda pande mara moja. Lakini Mkristo akiwa Mkristo anapenda anze kupanda pole pole. Bongo kweli. Si ndio maana kwa 50 mwingine 30 wewe akikuuliza
kuuliza kuna historia yote vile ile kanisa ilianzaka. Mimi bakikuuliza ushakuimba kashimbaki. Wewe kazi yako ni nini? Kazi yako ni kuangalia tu watu na kupokea nguli. Basi mweglisi unakuyaka kukomite ba mama haunako. Mukomite de suti hauna. Mu development hauna. Mu michango bila kuzikisha. Mu kila kitu bila kushutoke tu ndo kikale basi. Hauna kazi. Trouver les salis c'est facile. Mais travailler pour les salis c'est difficile. Mena Mungu hawezi akakufanya kwa mtu mwenye nguvu kwa wakati wewe kukutana na vitu vyenye nguvu. Amen. Amen. Ah? Amen. Shika na sikia pia. Amen. Ni maneno ya nguvu yenye kumtokea mtu inampatia mtu ushuhuda wa nguvu. Tusome Samueli ya kwa pili sura yake ya 23 mistari yake ya 20 kushuka. Tunateremka na maandiko. Dès Samuel chapitre 23 verset 22 verset 24. Tunasoma mjina la Yesu. Nasema tunasoma mjina Mungu wa Mungu. Amen. Chapitre 23 verset 20. Tunasoma. Je commence par le verset 18. Abishai, frère de Joab, fils de Terija, était le chef de Troie. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Mouchiké, comme elle parle bien. Comment devenir plus que vainqueur? 1. Abishai, frère de Joab, fils de Terija, était le chef de Troie. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il y eut des renommés parmi le Troie. Amen. Amen. Il y eut renom parmi les Troie. Il était le plus considéré de Troie. Il fut leur chef, mais il n'égala pas le Troie premier. Verset 19. Benaja, fils de Jehoiada, fils d'un homme de Katsei, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa des lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bateau, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jehoiada, et il du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30 même, il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Vous acclamez pour la gloire du Seigneur. Vous savez, les commerçants renommés actuellement, le pasteur renommé actuellement, les mariés renommés actuellement, les femmes renommées actuellement, ce sont des femmes comme toi, ce sont des commerçants comme toi, ce sont des pasteurs comme toi. Ni bantu bakawenda tu sawa weye. Bale bantu wote wanasikia fulani banasikilika sana. Ni bantu wako sawa? Bali zalikuwa kwanza bengine walifunika kitambala. Wewe walifunika na couverture. Wewe walifunika na nini? Na nini? Couvre bébé. Wewe kwanza ulizaliwa katina hospitali yenyewe na kitanda. Yesu zingine walimzalaka ni pasaki. Amen. Bale ba mambo ya kasiri wanamwambia sukuma anatoka.
Mais eko renome. Ni mtu wa kawaida tu sawa wewe. Pourquoi mtu anakuwa renome au-delà yako? Akitajwa watu wanatikisika. Kuna watu hapa kama anataka tu jina yake, dunia inatikisika. Lazima amen amen. Kuna watu tu kama anataka jina yake. Mtu anatu jina ya mtu. Na kumbuka periode moja nafika pashi moja mporo moja niko nachunga kupanda. Alafu ananiingizia mtu alitangulia na valizi zangu. Pale anaingia na valizi. Mena jo kaka yake anamwambia mimi nakuja na hii valizi utangulia kuingiza mshamba ya poto onkiota leo je kwa na voyage kurudia kwake. Jo ule mloko mtu anamwambia sasa wewe uyuani na potre ya onkiota. Asema ndio na alihubiri mkanisa ndio mtu anataka kumsindikiza. Wewe mkubwa wangu uonani na ule mtumishi wa ule apotre ya onkiota wewe banaanza kubishana nataka. Sasa ye unataka kuongea maana yake mishi ya mwana. Sasa wewe umuone mimi niko naye feel moya si amonaka na mfataka tu masheri na mpendaka ule baba wewe umuone ule baba wewe ukaonana naye wewe mkubwa wangu ukaonana ule baba. Ndio nasikia bia. Sasa motoka inafika kunidepose inanidepose mimi nishakuvala jinsi na tumasandal naka polo kama ka voyage naka jacket mimi nashuka delegation kwenda kunisindikiza marafiki yangu banashuka njoo anabambia sema si ndio ile apotre Aaron sio ile. Sasa unamwona sasa huyu kijana mwalikuwa anabisha kaka yake mkwake si haya nionaka tuko naye mkini moja na haya kwa kunitafuta kanikosa. Sasa efeto anasikia tu sauti jina yangu ndo pour lui ni mtu mmoja hivi wa sijui je kisa alikuwa naona. Unajua elevation ukijua kama uko elevation unakuwa na kiburi. Ukijijua kama uko na pesa unajua kama unakuwa na kiburi. Wote wenye pesa wanalamkaka ndio busu wanaanza kukumbuka na hii gari ni zangu. Niko na fare. Niko na avion, niko na jet privé. Bongo kweli. Njoo na mtu uko na pesa ni mtu wa kawaida tu akuchonja njoo yeye huyu. Ndio kawaida tu. Na kuna mwingine mkutana ni mtumishi anajulikana sana ukimwona tu ni mtu wa kawaida tu. Ana kanisa moja kawaida tu. Mimi anajulikana. Abajulikanake hivi tulizaliwa wanakupatia jina ya mzaliwa. Yaani kuna wengine anaweza kumpatia jina ya David, njoo naye atakuwa celebrity sana David atajulikana sana vile bongo. Kujulikana kote kunampatia mtu ni kazi yenyewe anaifanya, kazi. Sema kazi. Kazi. Yaani mkide Mungu alikupatia ndio kitakujulisha. Kama na Biblia Potifari usisahau kitu kimoja pale utabeba nguo yangu usitupe. Jumi Joseph nikisha kuingia mu prison haina problem. Kazi wewe kama utatoka mu prison kwenda kuitetea kule haina problem. Kazi taifanya mu prison na ile kazi tafanya devant Farao. Ile kazi mbili. Please kazi nilifanya kwa baba yangu na ile ndoto nililotaka. Sasa kwa établi kwa premier ministre mu Egypte. Wewe hivi Potifari usisahau kupresenter nguo yangu ile ndio representer wakati wa aibu yangu. Haisikiliki bien. Abe kwa nasikia hapa. Ina maana Yusufu yuko tranquille kama bibi Potifari amebeba nguo ya Esai. Usimame tu tuombe Mungu. Kale ka frère peka nilamata kusynthétiser akabushe akaitikia amen. Na urudia tena. Paul. Kio kinenge? Kama wako bibi wa Potifari unajitahidi kubeba nguo ya Joseph juu kumwaibisha wakati Joseph akukubamba. Uwe tayari kuichunga ile nguo mvalizi yako. Amen. Amen. Tusiku Joseph atatoka mu prison. Kazi ile alilota kwa baba yake ndoto ile. Kazi ya kulota ni kazi ya kwanza Joseph alifanya. Kazi ya pili kuexplique ndoto. Kazi ya tatu kuwapelekea bandugu yake chakula. Kazi ya ine kwenda na bale walimuuza timu Egypt. Kazi ya tano alifanya bibi Potifari. Bibi Potifari akakuwa irreconnaissant. Bakamtupa mu prison. Joseph akuchoka na kazi yake. Akatumika kwa engra, akatumika kwa mtu kwa gratitude. Ataka
kama ule anatoka mu prison anamwambia Farao sema muko mtu anainterpreta kama ndoto bien, aya mfanye Joseph kuinuliwa. Kutafsiri ndoto ya Farao aya kuwa balo action au œuvre itamuimpacter Farao mweke kwa premier ministre. Amen. Mais kile kitamufanya Joseph akuwe premier ministre kwa Farao ni ile vision ataipresenter mu ile kazi utalifanya. Resultat ya tafsiri ya ndoto. Resultat anasema no, kisha kupatia ndoto yote miaka 7 si hivi yote anamaliza anasema resultat mimi nataka kuongelea hapa ni kusema tu panda ile 7 ans njale itakuwa 7 ans njale itafanya nini? Itakuwa anza kulima mashamba. Anza presenter vision. Hatuna na besoin mwe dunia yetu tuko na bantu bale ba histoire. Bibi wapaka bwana akipata $100 anachunga ba muziki kilato kia $50 na auze bunga ishe. Bwana hata kuongea hata siku moja mtuko. Tu hakuna evre. Amen. Dunia iko na besoin ya kupata mwanamke mwenye bwana anapata $20, banakulia $10, banauza saa kuweka mnyumba. Siku mtoto atagonya kutosha hata saa itasaidia. Wewe ekonomia una amo. Wewe tu maproblemu mwende kufutuka. Bantu waliuzaka miotoka wa baba wetu mane ma 80 mule, waliuzaka ma Range Rover kwa mumpe à l'époque baba wetu. Ma Range Rover kwa mumpe. Ile kipindi ukiuza tu kinga ni problem. Mais Range Rover ni kwa kuanguka, mtu akipita ile Range Rover kipindi kwa babeji, toko hata leo akipita na watoto lalamika. Kwanza inakuwa ni muhistoire. Pour que tuitike tena Range Rover leo, banafanya na kwa motoka special $150,000 pour que mtu aitike ke hii motoka kwa valeur. Mais ni kwa vanité de vanité. Valeur yako haitegemeani na kuvala mzuri, haitegemeani na kusema mzuri na relation na watu wako kujulikana. Valeur ya mtu inategemeana na kazi. Amen. Pia resultat ya kazi yake. Tatu kwa accomplir vision yake. Amen. Tafundisha kasi kumwa les 6 valeurs de l'homme. Mtu yuko normal iko na mavalere yake. Valere inasema mnyeshimie niko na vala mabaga ya noro. Oro yenyewe kuna chimbuliwa na bambote. Itakupatia valere nani? Ile mimi nasema kila siku oh mkuye tuniombee mpate kupona mulete mai. Yo mai tunaikunywa kila siku ukikula mihindi unakunywa mai. Mwezi kunitikia ukinywa mihindi unakunywa mai. Ukilia bukali unakunywa mai. Kama unakula mikate unakunywa mai. Haikuponyi. Malali imeingia na huko unaikunywa. Ikakuponye mpaka sasa yenyewe banileta kwa madhabahu. Kama Yesu aponyi, maji iponyi. Jina kuliko maji na Yesu, jina yako juu ya jina yote ni Yesu Kristo. Maji kwa privilege tu batumishi ba mulozi. Shetani anapenda affaiblir jina ya Yesu, affaiblir jina ya Kristo kwa mai kwa mafuta na kumiintimidia na magenizo partiel ya bongo. Ndio pale unaona matemoignage na kuweka paka unaona mfu mwata fufuka paka wamlete kuserkea ya bien. Bongo kweli. Si zamani tuliona miujiza Mungu anafanya na sie. Na weko wazima mpaka leo wafu walifufuka kwa siku 2 siku 3 weko wengi. Amen. Na bengine Mungu batemwe. Amen. Sindio vile? Ni wafu tuliwakuta huko vitanda banalala. Mwingine analala 2 jours. Bewa tunaende kumuzika, unafika unamwombea amelamuka amefufuka. Uwa leo. Basha mteleza na serikali. Yako nakena mserikali mweko bombe. Mungu anakakimatize mule ndani. Amen. Ndio kubalanda tu ba ignora. Amen. Muujiza wote unyoko prepare unaonekanaka na utoki kwa Mungu. Leo mfumo atalamuka. Mfumo wako analamuka leo. Ule mfu atakufa mpaka ile siku. Amen. Elia kutangaza miujiza, tangaza Kristo. Maana miujiza ni asili ya kimungu na ya Mkristo aliyeokoka. Mungu intimide na miujiza kwa nini? Basi ameokoke. Yesu anasema anayeamini na kubatizwa na kuokoka na alama itafuatana naye. En d'autres termes, ishara, miujiza. Kuponya wagonjwa, kufufula wafu, kukanyanga ngena na nyoka, haina ishara yenye ilipewa watumishi. Ni ishara ilipewa watu wenye waliokoka. Shetani hataki muokoke, ndio anameletea bato kumiintimide, pour que miujiza inakosa ndio renomea mtumishi. Amen. Amen. Kama ninazungumzia miujiza ni kusema ke mie njoo Mungu afaki na mimi miujiza. Fanyaka.
Siku bengine bwana mituba kitambala hivi mshwara ndio watu banaanguka. Mimi kama iko naimba watu wanaanza kuanguka. Amen. Kani kuna declare bantu biko banapona. Amen. Kiungu tu ni kimwa ni imani. Amen. Itika amen upone leo. Amen. Alléluia. Amen. Dunia unisikie bien. Wa kwanza, kia kwanza chukua plus que vainqueur. Il faut t'aimer la vainqueur. Amen. Pour devenir plus que vainqueur, il faut marcher avec les vainqueurs. Tu vois, uanze mkanisa na uanze kuweza kuandika, il faut uanze kukala pembeni wale wanaandikaka. Hapa wale mama France wako na telefone, je suis juriste, je vais enregistrer tout mon kichwa. Il n'y a pas de temps d'écrire, hakuna kaya na bika la Bible mpagani, angoi promotion. Ni deklara kile siku nasema il faudrait tukue na mtoto moya ule mwenye Mungu atampitisha pour qu'il akue juriste na a défendre ma bien communauté. Mungu anafanya neema mbolozi kwa kwenda ungeliweza. Mais kwa ile declaration inawezekana. Sasa washo kuandika utaishia mkartie na mkamalondo wa kingaju kia muusi. Abishai, frère de Joab, fils de Terija, était le chef de Troie. Brandi, la peine là il faut agir ça. Brandi sa lance sur 300 hommes et les tua. Il y dit renom parmi les trois. Moi-même, moi, jipatie renommé. Tena vous allez bien renom. Renom, il avait le nom et on ajoute encore quoi? Kwa ile jina wanarudisha kote na nini? Jina iko possible. Mtu mmoja alikuwa na jina maskini, Mungu ampatie ushindi kuwa tajiri. Amen. Iko possible mtu aliitwa mgonjwa aitwe mzima. Amen. Iko possible pa jina ya kipofu pa kwa mtu mmoja kuona. Amen. Le problème c'est la croyance. Le problème c'est avoir celui qui a vaincu. Kama unatembea na vainqueur utakuwa plus que vainqueur. Alors notre vainqueur à nous c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a tout vaincu à la croix et il nous a remis toutes choses dans nos mains. Alishinda kwa msalaba akatupatia ushindi wote kwa mikono yetu. Ndio anasema wale watakaoniamini watafanya mambo makubwa kuliko yenyewe mimi nilifanya. Donc niko plus que vainqueur kwa Yesu alishinda. Nikitembea na Yesu tashinda zaidi. Amen. Oui. Sasa tuone Bible. Wewe barafiki yako ni mpaka bali bantu wanachungaga waozie kabondo wapi mumasangushi. Mtaongea nini? Kama unaona tajiri anatembea na maskini, maana yake ule maskini yuko na idwale na yuko na akili ya kumsaidia tajiri. Amen. Hata siku moja tajiri atatembea na maskini. Wewe hata mlikuwa marafiki na president de la republique. President de la republique. Kama mlikuwa marafiki mlisoma pamoja leo hii. Atakaye kutembelea kwa wewe. Sasa nilikuwa naongea hadithi ya ule bwana kuuvika kule. Pale banaanza kubishi anampresenter sasa tu apotre Kiota huyu. Ndio na sasa shunona sasa. Ule petit ule garçon ndio apotre Kiota huyu. Unaona watu watembea na majina ya watu. Amen. Amen. Si kule kwetu kukalembi ule apotre Kiota utamuona wewe. Unaona wale watu wanatembea na watu. Na majina ya watu. Unaona garçon. Chunga nimufikishe ule papa kaka anataka kumnyangula mpiga hata ukibambashi. Wewe mtumishi wa Mungu wewe. Acha nige tuna jina ya mtumishi wa Mungu ule. Wewe unaona kumuona ni biza kaka. Mimi niko mkartie moja. Meshia muona simu wake. Na muziki yake tu na mobile yake ma telefoni yangu. Kumuona unaona ni biza. Olo mimi ukia 24 balikuwa bananyona. 0 ile balikuwa bananyona. Sikwata na audience. Kwanza ile kipindi kwa naongea hata kilo chukua kanayo. Mejina Mungu asifanye kunyanyula, kuitukuza.
Ainuliki bule, ni kazi. Amen. Kama unaona mtu anaanza kanisa 2 jours inapanda, alitumika sana. Sasa alifunga kuzidi miaka ulifunga. Aliomba kuzidi miaka uliomba. Hakuna receipt ya sacrifice, hakuna benefit bila sacrifice. Amen. Unasikia? Kiana anafika, bonjour. Mesa bonjour. Wenjo apotre Ronkiota. Mesa huyu ni minjo apotre Ronkiota, mhubiri wa radio Yesu ya nani wa radio ya Parek na ubiriaga kipindi kyangu chaque mercredi. Baba acha kuongea. Nashukuru sana Mungu. Kwa sababu atakuona kaje. Leo mimi nakuona. Mimi naitika tuna kitu hiki. Ndio mbeka kaka. Mimi naitika tuna kitu hiki. Kenjo yeye naitika tu kitu kimoja, sauti. Ya pili, faso yake ya kusema. Sasa unapenda ulibadilishe faso yake ya kusema. Ule mwalimu nisikia yake unataka kuamini hapa. Akikusikia na shanje, ataamini? Amen. Kusema baba ni mbaya. Yeye kama unasema hivi kuna ubiri zambi. Haoni hata kama unafezeka mbele ya Bwana. Mimi ndio kutuma mkose Bwana. Mimi ndio kutuma ushio kupiga matembele. Nilikutuma? Hapana. Mimi nilichangia. Itika amen. Amen. Papa Kasongo wewe mweko protokole le. Anasikia kwa radio. Sasa mimi naenda kwa sauti yenye kulia mjango. Ule baba njoo baba yangu. Anafika hapa wanamwambia bibi wake njoo haya fika. Anaikala pale nje kuna ngoni. Mimi nafika na kufika kumsalimia bonjour papa. Bonjour kijana. Mimi naingia ndani bwana mbesa papa mimi anakuchunga hapa nje jirani mpaka songoza. Umuingize. Papa Kasongo anaingia mbiro, anaenda kukutana pale kijana. Amen. Sasa ule papa alikana kitu take inerta. Eko naangalia mbele ukubwa wa maneno. Ilifika kipindi kenye babangu mzazi asema mtoto we epave njoko kiloko. Memotere ni kumuleta. Jopa ni toshaka somo inasema la grandeur d'un homme ne dépend pas de son extérieur mais dépend de son intérieur. Amen. Kama ndani yako tuwe moyo ujiamini au na kitu au kubaliani kwa na wewe moyo ujikubali. Hakuna mtu atakubaliana kwa hii dunia. Amen. Amen. Mungu akubariki. Amen. Amen. Sasa twende polepole kukua sasa bwana. Na alisema principe ya kwanza, juu ukue plus que vainqueur, il faut tembea na nani? Na vainqueur. Usitembee na mtu alishinda kubukwele, njoo kwa conseiller wako. Yeye shangazi yako alishindwa. Batoto 3 kila mtoto na baba yake. Yeye akupatiwa shauri ya nini? Kana tamana kwa shangazi. Bwana kali ni complicated hapo. Yeye aliweza kubukwele njoo kupatia shauri. Amen. Mama yako, shinyo mama yako alikuzala. Alinizala watoto 6 kila mtoto na mama yake. Na baba yake? Na baba yake. Eko na sense ya responsabilité mkichu. Experience gani iko na? Eko nivumilia kama wa kwanza alishinda, wa pili akashinda, wa tatu. Hivi bwa hili ni wako ndio atashinda. Amen. Sio unaeleweka pia. Amen. Nous avons des amis qui sont dans cette église, barafiki. Tulicheza nabo, tunaikala nabo, mbeko na kuita papa. Amen. Achovi, fasota kupokea kule inakuwa mbali. Amen. Ni nini? Evre. Kazi. Hapana mpaka balishindwa. 30 balishindwa. Olea kuikala kule distraction. Onesha kwa yako nini? Kazi. Kushindwa kwa ule wa jana. Akuya kufanya wewe kuweza juu alishindwa. Amen. Yaani kushindwa kwake yeye kutakuwa kunene sana kuliko kushinda kwako. Kama wewe uliweza pale alishindwa. Amen. Pale yeye kuweka mai, wewe ukaweka mai. Pale yeye kuweka kura, wewe ukaweka kura. Pale yeye kuweka hapo moto, nani sijui nini, nani barabara. Wewe ukaweka hapo nini? Barabara. Nifeke wewe hata kukulula wewe kulula. Ni mtoto. Amen. Sema ni mtoto. Ni mtoto. Jua ile mambo yote kuna. Amen. Mimi nafika huko mkarti wa kwanza kulifuata ni pastor nyuma mnyamesa. Hii karti mlikuwa makaburi, ndio vile. Makanisa ikalani yangu iko hapa 20 ans, inaweza ka 50 personnes. Ndio vile nasema, okay. Mimi nakuya hapa. Mimi naanza kufunga 24 heures 24 heures. 21 jours sans manger sans boire.
Usiku mchana. Moi je dormais ici pale pa kufungula kanisa nianza chini ya mti. Sina hata kunipatia mayai. Hebu mwanisikia bien. Hapa wote na babaka mwachi binyo hapa yuko tu ndio sacrifice ya kanisa afu communauté. Afu vision papa. Hata tumika. Mshatumika. Siku moja babandi wanakuja hapa mngali mabasho mchini. Niko mimi moyo. Niko naimba mwimbo moja si Sauli Kaki. Ile nasemaka tutazame kule mbele asubuhi na kuja tumwamini Mungu we. Niko naimba mimi naimba. Alipokuwa nilikuwa nazoea sana kuimba ile mamimbo ya ile ya sunga kabana asunga ngabana sunga. Pourquoi nilikuwa natosha ile maritime ya kuimba kwa vile c'est parce que nilikuwa nazoea kuimba mimi moyo. Amen. C'est pourquoi kuna ni tatu. Benaja aliua simba tatu. Simba tatu. David anaikala pembeni ule mtu na ule Benaja anakuwa garde du corps wakanamconvaincre. Sasa yeye aliua simba tatu, David aliua simba hii moja. Yeye anaua simba tatu. Anaikala chini ya mtu aliua simba moja. Sasa ule aliua simba tatu ni vainqueur. Sasa David anakuwa yulu yake vainqueur, anakuwa plus que vainqueur. Kuna mara nyingine frère hata roho ya français ujishushe kwa menisier. Amen. Unaweza hata kutengeneza kiti. Amen. Hata huyo kusukulia motoka huyo umheshimie. David angesema mimi niliua simba moja. Benita na sasa ninaua tatu. Sasa David ndio yuko na mission. Wewe na simba yako tatu bakuyu Israeli. Amen. David aliua yake moja, akaenda kuwa na Goliath. Baki anajulikana kama tu Sauli akikufa ni David atakuwa nani? Ruha. Wewe na simba yake tatu abakuyui. Amen. Usimshushe mtu mwenye acha kumjulikana, Mungu acha kumuinua. Amen. Utajangaisha bure ni kazi ya bure. Amen. Ni wewe ndio unasasisemi ule akushushe wewe Mungu kushusha be, basi inuliwa. Amen. Unapenda kwa wale bakitaka kumshusha wote wataanguka, Mungu acha kuinua bongo. Wa simba moja anaongoza mwenye anaoa simba tatu. Frère, utakuwa maître. Utapata ma société inaanza kukuya kusoliciter cabinet. Nilikuwa natangaza hapo mimi nasema tutakuwa na cabinet yetu juridique. Et celui qui sera mon conseiller juridique bila Frère bongo wewe. Sasa itafika kiwango kenyewe ile mabinti iko nenda concretiser. Kila kitu anaanza kutafuta ni wewe. Kila kitu sikutai hapa juu na invite, kila kitu anaanza kutafuta ni wewe. Tunaanza kukuita hapa, na wasema moi je suis ministre de la justice, le pasteur ne peut pas m'appeler comme ça. Faut utarudia kwelo kule mamomba kwenda kukata ngumi. Jo unasema Mungu akikuinua yuko na uwezo kukushusha. Amen. 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 Hapa. Sasa kama niongelea hapa mambo ya historia yake ya kuimalizia, tutampanga tena juma kesho amimalizie historia pia. Amen. Amen. Hakuya hapa, anakuwa mpoeto, hakuya hapa ni mshute bongo. Aliniambia akasema, "Shitaonana naye mishakuwa veikile na sina matumaini." Haya hapa ni mshute. Meifanyika sawa vile mtumishi wa Mungu alimwambia. Amen. Ingelikuwa ya Elisha mnasoma Biblia ungelingogopa Elisha. Lakini hivi ni mtu mmoja mnapeleka Bukali, mnachangia barabara kikwanda, mnapita kukote. C'est normal. Seulement que je suis occupé, il y a un boss là-bas, je viens de déposer les anglais ma voyou. Pourquoi parce que bien vitu biote, bien que licence, bien que kuyua kazi, bien que niko ingénieur, j'ai des connaissances, aita pita ya David mwali wa simba huyu. Oh yeah. Amen. 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 Sikia. Biblia inasema Abishai naye alijipatia jina katikati ya wale batrua. Kia kwanza ni kwa sababu Abishai kwa mkuki moja anaua 300, anafuata mkuki mapa 300 na mkuki huyu Biblia inasema alibeba tu lanseke pa 300 hommes. Biblia inasema tena, Biblia inarepeta sema alikuwa célèbre. Hapo Biblia inasema il était renommé
Amen. Donc, Bible inasema mu verset 18, anasema voilà. Il dirait non, voilà. Donc Bible inasema il dirait non. Reno ile maana yake nini? No, kisha banatia na Reno. Au taitwa tena Abraham. Huko Abraham tuko vainqueur. Hapa unakuwa plus que vainqueur, unakuwa Abraham. Reno. Amen. C'est possible kutoka mmoja mwa madesa ntoasa kwenda hata ma 10 millions. Ni pale kwa respecter dime. Wewe dime ya $100 ya uweza. Mungu akufa miliardaire kwa maombi. Wewe $1,000 tu $100 kutosha. Ni mkomvi kabisa na mfuko. Inakuwa ni muulize kwa madara. Ndio principe wa hypocrite. Akitaka kutoa kitu utasikia takuliza kwa mbele madame tupanga. Hypocrite. Pakulomba kui na madame kuleka mahitaji. Pakutosha tuulizane na madame hypocrite. $1,000 kutosha $100 ipoje uchukue kuonesha mabezo yako yote. Sio vile? Mwizi. Utaweza kwenye Mungu atakupatia $100,000. Mungu akupatia $1 million. Utaweza? Ya kwanza principe ni kutembea na mtu mwenyewe. Vainqueur ndio kwa plus que kwa hiyo kama uko mwenye kuolewa tembea na kufanya nini? Kuolewa. Ndio vile. Parfois kama unazalaka unatembea mtu mwanza laki. Kuna wakati wengine kumulilisha mtoto wako na kumnyonyesha mtoto wako bila mshiende ule ya zala. Équilibre. Dada mmoja hivi licencié enda kapate frère mmoja hata kuandika jina yake. Kia pili tena bala frère ule kazi ana dada ndio na kazi. Ule bwana aache kuwa bone atakuwa baba atakuwa bone atakuwa ibaka sheria mimi naenda utaanzana mbele kupanga mangumu bwana. Jua hakuna ekilimu. Sasa wakati baba utombee kwa Mungu atusaidie bibi yangu aanze kulipa akutii. Yeye anasema bonjour, wewe bonjour wewe kwanza. Yeye analeta tena makuta wewe kulia na mikate na sachet. Wewe ataka kuingia una maombi ya kupita baba. Equilibre. Tuseme equilibre. Equilibre. Kule kumoyonga kule. Kiana mwana anajembesa papa. Hii makuta niko na lingia hapa Bikongo. Niko na jiforce nipate tu makuta kwa Bikongo. Nikaoe mkanisa. Atoni ule kumoyonga kule. Unakuta Bikongo mwaka mzima haya oe mara tatu kanisa. Pardon Martasha kwa mbiwa watu. Tatana. Meu frère, naye mwenye sarata kuitikia paka wewe. Kila siku ile frère akitumika kazi kuitikia papa. Mimi makuta yangu natumika kidogo. Mimi paka mwe kwa iglesia peke yako. Sasa kwa nini mta frère? Uko courage. Utaoa bibi gani mkanisa? Mimi paka ule mtoto wako Sara. Sara. Amen. Naambia paka ule wangu Sara sema, leo na leo kulima shamba. Uko na nguvu yako kupata 3000 par jour. Njoo. Sasa utaweza kumtongoza? Asa amika mdrage taweza. Mimi nabeba chip. Napakiza noa ya pastor Deni, napakiza salamu munoa. Tunaenda naye paka kule na mtoto wa mzee Joseph. Sara anashuka mule. Namwambia frère, ukampeleke mbio akate kuni. Asa kuni sitaona isa. Kuni mbaya. Pesa Sara yule sasa kwenda ongea naye ya kumoa. Kiana harufu ya pori mayani na udara mkizungu. Unaona vile fe français ou français. Ayo anze mu français au anze mu kibemba. Na vile tulirudiaga na Sara hakuweza kuongea naye. Kiana alikimbia katoacha mfeo. Pourquoi parce que kuna nini? Équilibre. Mungu amebariki. Amen. Mungu amebariki. Amen. Simama tu.